Tumefikiria maana ya kuungana na Yesu na utume wake, kuleta ufalme wa Mungu karibu na watu. Tumetafakari maana ya kusema ndiyo kwa Yesu na utume wake. Lakini nataka katika kikao hiki cha mwisho tufikirie sio mimi, sio wewe kama mtu binafsi, lakini sisi kwa pamoja. Kwa sababu ndiyo, Yesu huwaita watu mmoja mmoja wamfuate. Anafanya hivyo. Lakini pia anatuita tumfuate kama jamii, kama watu wake. Neno linalotutambulisha mara nyingi ni kanisa, na hilo neno kanisa halimaanishi jengo au mahali, bali linamaanisha jumuiya ya watu waliotengwa na Mungu ili wawe watu maalum, sehemu ya utume wake. Kwa hiyo nataka tufikirie jinsi gani sisi kwa pamoja tunaweza kujiunga na Yesu katika utume wake. Tunawezaje kufanya hivyo? Si tu jinsi ya kufanya hivyo. Kwa kweli, mojawapo ya changamoto kuu mara nyingi ni kwamba hatujajifunza jinsi ya kufanya mambo haya pamoja. Tunaabudu pamoja, tunawaacha watu wafanye peke yao. Lakini tunafanyaje pamoja? Je, ni kitu gani ambacho Mungu anatutaka? Na ninapowazia juu yenu mahali mlipo sasa hivi, mmekusanyika mahali fulani kutoka kwa makutaniko mbalimbali, ninyi ni kanisa moja. Nina bahati ya kusafiri sana duniani. Na mara nyingi sana nimekuwa katika miji mbalimbali duniani. Nimesimama mbele ya umati wa wachungaji na viongozi, na wakati mwingine wafuasi wengi wa Kristo pia, kutoka makutaniko tofauti katika jiji. Na mara nyingi nimeuliza swali lile lile au kutoa hoja ile ile. Nimeuliza swali hili na kisha kutoa hoja hii. Nimesema, kuna makanisa mangapi katika jiji hili? Ninajua jibu la swali hilo, kila mtu ananitazama kwa uso wa mshangao. Ninasema, ninajua kabisa ni makanisa mangapi yapo katika jiji lenu, na wananiangalia kana kwamba wanajiuliza anajuaje sisi wenyewe hatujui, na baada ya kunitazama kwa muda kidogo mara nyingi hupeana ishara na nawaona wakizungumza wao kwa wao na wakijaribu kufikiria ni vipi naweza kujua jibu la swali hili. Nasema ndiyo, ninajua kabisa ni makanisa mangapi yapo katika jiji lenu, hata katika nchi yenu. Na jibu ni moja, kuna kanisa moja tu, kwa sababu Yesu alisema nitalijenga kanisa langu, na kama tungeweza kuwa kanisa moja. Kama unavyoona nyuma yangu imeandikwa Yesu mmoja, misheni moja, kanisa moja, Yesu mmoja, misheni moja, kanisa moja. Kama tungeweza kulichukua hilo moyoni na kutambua kwamba kila mmoja wetu anayemfuata Yesu ni sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko sisi sote, hicho ni watu wa Yesu, kanisa lake, wakileta ufalme wake duniani. Kwa hiyo mtazamo hauko kwenye kanisa, mtazamo uko kwa Yesu. Na tukimpa Yesu kipaumbele na misheni yake kuwa kipaumbele, basi tunakuwa kanisa tunalopaswa kuwa, ambalo ndilo kanisa Yesu alilolitaka siku zote, kanisa moja linaloungana naye katika misheni yake moja. Na hili lilikuwa na umuhimu mkubwa sana kwa Yesu. Katika kipindi kabla hajafa, katika siku zilizotangulia kifo chake, alilielekeza sana hili kwa wanafunzi wake, hii kundi la watu, wanafunzi wake. Na alipokuwa akifanya hivyo, kulikuwa na mambo matatu tofauti ambayo aliyaweka wazi kabisa kwao yalikuwa vipaumbele kabisa ikiwa misheni yake ingekamilika. Na ya kwanza kati ya hizo tatu, nitaangalia kila moja ya hizo tatu. Nadhani wao ni muhimu sana. Ya kwanza ni ile ambayo mara nyingi tunaiita amri kuu au amri mpya. Yohana sura ya 13 mstari wa 34 hadi 35. Yesu anasema hivi:
Amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kwa hivyo lazima mpendane. Kwa hili kila mtu atajua kuwa nyinyi ni wanafunzi wangu, mkipendana. Unaona kile Yesu alikuwa anazungumza. Kumbuka shauku yake kuu ambayo tumekuwa tukifikiria juu ya shauku yake kuu ilikuwa kwa ulimwengu huu. Anataka ulimwengu umjue yeye ni nani sana. Anataka ulimwengu umjue yeye ni nani. Mungu anaipenda dunia hata akamtoa mwanaye wa pekee afe. Mungu ana shauku kubwa juu ya dunia hii, na anajua kwamba kama watu watamjua Yesu kweli, basi ni muhimu sana sisi tunaomfuata, sisi kanisa, tuwakilishe yeye alivyo. Ndiyo maana anasema mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Kwa maneno mengine, kama vile nilivyotoa uhai wangu kwa ajili yenu, kama vile nimewapa kila kitu nilichoweza kwa ajili yenu, vivyo hivyo mpendane. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 inasema hivi kuanzia mstari wa 5 kwamba mtazamo wetu unapaswa kuwa kama wa Kristo Yesu, ambaye ingawa alikuwa na asili ya Mungu, hakudhani kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kushikilia, bali alijifanya si kitu, akachukua umbo la mtumishi na akawa mtiifu hadi kifo, hata kifo cha msalabani. Na andiko hilo linaonyesha tu jinsi Yesu alivyokuwa amejitoa kabisa kuwapenda watu, akajifanya si kitu kwa ajili ya wengine, akajitoa kila kitu alichoweza kwa ajili ya wengine. Na kile Yesu anachosema, na ni rahisi sana kusema, lakini ni kigumu sana kutenda hili kwa kweli. Yesu anasema, kama nilivyowapenda kwa namna hiyo, bila ubinafsi. Upendo wa kujitoa sio kwa kile utakachopata. Upendeni vivyo hivyo. Kanisa, pendaneni ninyi kwa ninyi. Halafu hii ndiyo muhimu, kwa sababu si kwamba tutakuwa na wakati mzuri tu tunapokwenda kanisani, si kwamba tutakuwa watu wenye furaha zaidi tu, ingawa mambo hayo yote yatatokea na yatakuwa mazuri sana, lakini si hayo tu. Kwa sababu Yesu anaweka wazi, kwa hili watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu, mkipendana. Kwa maneno mengine, nafikiri njia rahisi kabisa ya kusema ni hii, na nawaambia ninyi kama kanisa katika mji wenu sasa hivi mlipo, tukipendana kama Yesu anavyotupenda, basi tunafanana na Yesu. Unajua, mara nyingi tunazungumza kuhusu sisi kama kanisa, lakini sehemu nyingine katika Agano Jipya, mfano unaotumika ni mwili wa Kristo. Tunaitwa mwili wa Kristo. Kanisa ni mwili wa Kristo, na kila mmoja wetu ana jukumu la kutimiza. Lakini jambo kuu kuhusu hilo kanisa ambalo ni mwili wa Kristo, ambapo sisi sote tuna jukumu la kutimiza, ni kwamba kama mwili wa Kristo, yaani kanisa, linafanana na Kristo, linaonekana kama Kristo katika jinsi tunavyoishi, basi watu watataka kujua Yesu ni nani. Kama hatufanani naye, kama hatuonekani hata kidogo kama yeye, kama tunachukiana na kudharauliana na kushindana wenyewe kwa wenyewe na mambo mengine yote, basi watu hawatamuona Yesu kabisa. Na hatupaswi kushangaa kwa hiyo kwamba hawataki kujua Yesu ni nani. Hivyo ndivyo Yesu anavyosema, kwa hili, ikiwa mnapendana kama vile nilivyowapenda, na watu wakaona upendo huo katikati ya jamii yenu, kwamba mnayapenda kwa kujitoa na kujisakrifisi, basi wataniona mimi. Na kwa hili watajua ninyi ni wanafunzi wangu mkipendana. Ni uwakilishi wa kweli wenye nguvu zaidi wa nini maana ya kuwa jumuiya ya watu wanaomfuata Kristo. Na ndugu zangu, nasema hivi nanyi kwa ombi kutoka moyoni mwangu, katika mji wenu ambapo ni nini, makutaniko tofauti, mila tofauti, hivyo mara nyingi hupelekea kisha kugawanyika na hata wakati mwingine chuki ya mtu mwingine. Tubuni mambo haya kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya ufalme wake. Pendaneni. Hiyo ndiyo amri.
Na kisha ya pili inapatikana katika Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 20 hadi 21. Huu unauita ushirikiano mkubwa. Yesu anasema hivi, tena kumbuka, huyu ni Yesu kuelekea mwisho wa huduma yake, na haya ndiyo mambo anayowaambia wanafunzi wake na kumwambia Mungu juu ya wanafunzi wake, maana hayo ni maneno yake ya mwisho. Na unajua inakuwaje ukimwacha mtu hutamwona tena, unataka kuhakikisha kuwa unamwacha na ujumbe mzito kweli. Na ndivyo Yesu anaomba sasa. Yohana sura ya 17 mstari wa 20 hadi 21 anasema, si kwa Baba peke yake, ninawaombea pia wale ambao wataniamini kupitia ujumbe wao, ndio sisi. Kwa hiyo ona hapo, Yesu asema hii si kwa wale tu waliomo chumbani pamoja naye, wanafunzi wa kwanza. Ninawaombea pia wale watakaoniamini kupitia ujumbe wao, wale watakaofuata, ni sisi, vizazi vinavyofuata. Na hivi ndivyo anavyosema. Ngoja niisome tena. Maombi yangu si kwa ajili yao peke yao. Ninawaombea pia wale watakaoniamini kupitia ujumbe wao, ili wote wawe kitu kimoja. Baba, kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wakae ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kuwa ndiwe uliyenituma. Ni kitu kimoja, sivyo? Huu ni umoja. Na wawe kitu kimoja, wawe na umoja, na wasimame pamoja. Yesu mmoja, misheni moja, kanisa moja. Waungane katika utume huu, wasivunjike, si kushindana, bila kutaka kanisa langu liwe kubwa kuliko kanisa lake, kwa sababu ukweli ni kwamba, marafiki, hakuna kanisa langu. Yote ni kanisa la Yesu. Na wawe kitu kimoja, kwa maana hili ndilo jambo. Tunapokuwa kitu kimoja, tunapoungana kama vile Mungu alivyo mmoja na nafsi yake, tunapoungana ndipo tunaweza kuendelea na utume. Lakini tunapogawanyika na kushindana kati yetu, utume lazima utaathirika. Kwa sababu tunakuwa tumeshughulika sana na sisi wenyewe hadi tunasahau utume wa Yesu. Kuna wakati niliambiwa mimi ni mwepesi wa kuamini. Nilikuwa Afrika Kusini na nilikuwa nimesafiri katika njia ya bustani kule Afrika Kusini. Nilikutana na mchungaji katika hoteli na nilikuwa nikishiriki naye kuhusu maono haya ya Yesu mmoja, misheni moja, kanisa moja. Naye akaniambia, ndugu Dennis, akasema, wewe ni mjinga sana. Akasema, unafikiri kweli inawezekana kwa kanisa kuunganishwa? Alisema, imevunjika sana. Kuna maelfu ya madhehebu. Unafikiri inawezekana kweli? Na ninakumbuka nikimtazama kando ya meza mtu huyu, mtu mwenye nguvu sana. Nikamwambia tu, basi, nikasema katika neno la Mungu, Mungu Mwana anamuomba Mungu Baba kwamba hili liwe hivyo. Na naamini kwamba Mungu Baba ana uwezo wa kujibu, ana nguvu za kujibu maombi ya Mungu Mwana. Kwa hiyo kama hiyo ni ujinga, basi nitaendelea na ujinga wangu. Ninaamini kwamba Mungu anaweza kufanya hivyo. Nami nawaambia hivi, marafiki zangu, mnaposikiliza hili, kwamba ikiwa tutaona utume wa Mungu ukikamilika kwenda hata miisho ya dunia, basi umoja haupo. Sio chaguo. Kupendana sio chaguo. Haya ni mambo muhimu ya utume. Lakini kila mfuasi wa Kristo, tunapoyasalimisha maisha yetu kwa Kristo, tunapojifanya si kitu ili kumfuata, tukifanya hivyo pamoja, tukipendana kwa umoja, basi dunia itabadilika milele. Na sasa hili la tatu kati ya hayo matatu tumeliona tayari awali, lakini hili la tatu litawezekana tu kama yale mawili ya kwanza yatatimia. Amri kuu, pendaneni, ushirikiano mkuu, muwe wamoja. Kisha agizo kuu, Mathayo sura ya 28 mistari ya 18 hadi 20. Ndipo Yesu akawajia na kusema, mamlaka yote mbinguni na duniani nimepewa mimi, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru, na hakika mimi nipo pamoja nanyi siku zote hadi mwisho wa dahari. Kama kweli tunapendana na kuungana nyuma ya agizo la Yesu, basi hilo litatulazimisha, litatutia moyo, litatupa hamasa na kutujaza nguvu za Mungu ili tuwe wale ambao hatukai tu majengo tukisubiri watu waje, bali wale wanaotambua kwamba kila wakati wa kila siku, popote tulipo, tuko kwenye misheni pamoja na Yesu, na hivyo tutaenda. Na kwa uwezo wa Mungu, tutaleta ufalme wa Mungu karibu na watu. Kwa kuwa wanafunzi, tunafanya wanafunzi. Na ninapofunga, ninataka kusema mambo kadhaa kwako. Jambo moja ni hili: tumezungumza wanafunzi wanaofanya wanafunzi. Nilitaja hapo awali. Ninataka kumalizia kwa kusema hivi: harakati za PA zimeweka kitu mahali mtandao wa wanafunzi wa Yohana Yesu. Gnet. Kuna habari zaidi kuhusu hapa ulipo, na tunakutia moyo kila mmoja wenu, ikiwa una nia shauku, unatamani kujua zaidi kuhusu maana yake ili uweze kutayarishwa kuwa mfuasi anayefanya wanafunzi. Basi tunakuhimiza tafadhali ujiandikishe na Gnet na ujiandikishe kujiunga na kozi zetu ambapo tunaweza kukutayarisha, haijalishi wewe ni nani au uko wapi, na kuandaa viongozi, haijalishi wewe ni nani au uko wapi, ili uwe sehemu ya maana ya kujiunga na Yesu katika utume wake. Mwisho. Sasa mnapokusanyika pamoja, mnapofikiria yote ambayo tumeshughulikia, mmeimba sifa, mmeabudu, mmemsikia hadithi, mmemsikia wazungumzaji, mmefikiria kuhusu uhusiano wenu na Kristo na maana yake. Lakini sasa mnapokaribia kumaliza haya yote, ningependa kuwahimiza mchukue muda sasa kufanya tendo fulani ya umoja, kwa kweli kufanya kitu pamoja ambapo kama mwili wa Kristo, kanisa, katika mji, kijiji, katika jumuiya yako ambapo umewekwa. Sasa fanyeni kitu pamoja ambapo mtasema kwa kina, kwa shauku, na kwa namna ambayo unajitoa kwa utume wa Kristo, kwamba sisi ni watu pamoja wanaoamini katika Yesu mmoja, misheni moja na kanisa moja. Kwa utukufu wa Mungu. Mungu akubariki.